Bado naambiwa mambo ni yanazidi kupamba moto Waandamanaji bwana wamechachamaa kweli kweli, wanashinikiza Mheshimiwa Rais Msulwa ajiudhuru. Je, nini kitatokea? Jambo limeshaingia kwa raia, jambo limeshaingia kwa vyama pinzani. Unahisi rais atafanya nini? Je, rais atakuwa yuko tayari kuachia madaraka? Ungana nami kwenye hii sehemu ya 25 kupata kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa, inasimuliwa kwako nami msimulizi naitwa bwana, mimi naitwa nani? Mnanijua bwana mimi hapa naitwa Uncle J Simulizi. Karibu. Madam, samahani, mheshimiwa kwa sasa ni ana kikao. Tafadhali tunakuomba uwe mvumilivu, msubirie kisha toke kwenye kikao. Mimi siwezi kuvumilia, nataka kuongea naye sasa hivi. Nyinyi huyu ni rais kwenu, lakini mimi kwangu huyu ni mume wangu, nataka kuongea naye. Mwanamama Salu alizungumza kwa msisitizo. Walinzi wa rais walibaki njia panda. Mwanamama Salu akafungua mlango wa ofisi ya rais. Alipofungua kwa kishindo, aliwakuta viongozi hao wakitazama TV iliyopo ofisini kwa rais. TV hiyo ilikuwa ikionyesha jinsi waandamanaji wakiwa wamesimama mita 100 kutoka ilipokuwa Ikulu, huku wakiwa wamefunga mitaa yote ya eneo karibu na Ikulu, na wanajeshi na polisi pia wakiwa wameimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba hakuna raia anayekatiza kuelekea jengo la Ikulu. Samahani, naombeni kuongea na mheshimiwa. Mwanamama Salu alizungumza na kuwafanya viongozi wote wamtazame. Samahani jamani. Hapo mheshimiwa rais alisema hivyo, na taratibu akatoka ofisini kwake hapo. Wakaingia katika ofisi nyingine isiyokuwa na mtu, na walinzi wa rais wakabaki nje. Mke wangu, sasa umekuja kufanya nini? Rais alizungumza huku wasiwasi na uoga ukiwa umemjaa. Mwanamama Salu akamkumbatia kwa nguvu mno mumewe, huku machozi yakimmwagika usoni mwake. Usiniongopee mume wangu, najua una uwezo wa kupambana nao hao, na utapambana nao wabaya wetu wote. Walishindwa kukua walipokuteka, basi hawatokuangusha ukaachia madaraka. Mme wangu, nipo nyuma yako mme wangu. Mwanamama Salu alizungumza huku akiwa amemshika rais mashavuni mwake. Hata yeye mwenyewe rais hakutegemea hiki anachokisikia kutoka kwa mke wake. Asante sana mke wangu kwa kunipa maneno yenye ujasiri. Nilijihisi niko peke yangu kwenye hili. Hauko peke yako mme wangu. Pambana. Na ninakupenda mme wangu. Asante sana mke wangu. Kaendelee na kikao. Nimeshindwa kujizuia kukuacha hii siku nzima ukiwa unatukano kwenye mitandao bila kuongea chochote. Hapa moyo wangu sasa utakuwa una amani. Asante sana baby. Rais alizungumza huku akijihisi amani moyoni mwake. Walitoka ofisini hapo na mwanamama Salu akarudi kwenye makazi anayoishi mheshimiwa rais, huku rais akirudi ofisini kwake. Mheshimiwa rais, tumepata wazo. Ruben alizungumza huku akimtazama rais akikaa kwenye sofa lake. Sasa mheshimiwa, tupo katikati ya mazishi ya yule rais mstaafu, yule rais Max, rais ambaye alipendwa kuliko wote. Yupo nchini hapa. Sasa mheshimiwa, unaonaje tukazungumza naye, japo aliingia madarakani kwa chama chake ambacho kiangalia wengi ndio wapo kwenye hayo maandamano. Tukaomba kuzungumza na raia ili haya maandamano yakasimama kwa muda ili kupisha mazishi ya mzee wetu mzee Max.
Sasa mnataka tuzungumze na yule rais mstaafu, Eddie yule, si ndo manake? Sasa yule Eddie mtoto wake si ndo Nadia? Mtoto wake ni Nadia, na huyo ndiye aliyekuokoa kutoka sehemu ulipokuwa umekamatwa. Jamani, wazo hilo ni muhimu, unajua, kwa sababu usalama wa nchi na shughuli iliyopo mbele yetu, hebu tuwatumie watu ambao waliishi vizuri na raia mpaka wanamaliza muda wao, ili kutengeneza hali ya ushwari, huku tukijipanga njia nzuri ya kujisafisha kwao. Sisi ndo tumewaza hivyo, Mheshimiwa Rais. Okay, sasa sawa. Nani anakwenda kuonana na huyo rais mstaafu Eddie? Nadhani mimi hapa nitakwenda. Naam, makamu wa rais alizungumza hivyo, ya kwamba yuko tayari kwenda kuonana na rais mstaafu bwana Eddie. Kwani huyo rais mstaafu Eddie si yuko hapa Dar es Salaam au yuko mkoani? Yuko kwenye makazi yake. Basi nenda hata sasa hivi. Sawa Mheshimiwa Rais. Lakini itabidi tuondoke kwa kutumia helikopta, kwa sababu njia zote zimefungwa na sio salama endapo makamu wa rais ukaondoka kwa kutumia usafiri wa magari. Naam, CDF walishauri na wote wakakubaliana. Makamu wa rais na walinzi wake wachache waliingia katika helikopta ya rais, wakaondoka Ikulu, huku vyombo vya habari vikirusha tukio la helikopta hiyo ikiwa iko hewani, na wengi wakahisi kwamba rais ni anatoroka Ikulu. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona msaidizi wa mzee Eddie akisema, Mheshimiwa, kuna simu yako hapa. Kutoka kwa nani tena? Kutoka kwa Godi. Hapo Eddie akaipokea simu hiyo, aliiweka sikioni, huku akawa anatazama ndege wake aina ya tausi walivyokuwa wamejaa kwenye bustani yake kubwa ya maua ambayo mke wake mwanamama Katha ndiye alikuwa ameitengeneza. Godi, mzee mwenzangu, vipi bwana? Unajua tumekuwa tunaitana wazee sasa hivi. Ndio hivyo bwana. Sasa unataka nikuite mstaafu wa jeshi? Kweli bwana, unajua muda unakimbia sana na muda unatutupa mkono. Bwana Eddie, ndio. Naamini umeona kinachoendelea kwenye TV pamoja na mitandao ya kijamii. Nimeona binti yangu alitoka kunitumia hiyo klipu kama masaa mawili yaliyopita. Sasa sijajua wewe umenipigia unataka kuniambia nini. Sasa bwana Eddie, mimi nimeombwa nikufikishie huu ujumbe wa ugeni ambao unakuja hapo kwako. Ugeni gani tena? Bwana, kuna ugeni wa makamu wa rais. Makamu wa rais anahitaji kuongea na wewe. Makamu wa rais? Kaka, na kuomba umkaribishe huyo makamu wa rais, umkubalie kuongea na wewe. Wakati mazungumzo hayo yanaendelea, mgurumo wa helikopta ya rais ambao Eddie anaufahamu vizuri tu, akatazama juu. Aliona helikopta inayozagazagaa juu angani. Eddie akasema, naamini ndo hii helikopta. Atakuwa ameshafika kwenye makazi yako. Sasa wanakujaje bila taarifa? Unajua wakati mimi wananipa hizo taarifa, mimi nilikuwa niko chooni bwana. Unajua kaka bwana, niko nashusha vitu, kwa nilichelewa kidogo kukupigia. Naam, msikilizaji, unaambiwa kauli ya bwana Godi ilimfanya hata Eddie mwenyewe acheke kweli kweli. Hivyo unajua Godi, wewe hujaacha kabisa uenda wazimu wako. Kaka, unajua mimi ni mstaafu, simu siwekagi karibu. Hivyo toka ulivyonitumia message zilipita kama dakika 10 nikiwa niko chooni bwana. Hivyo natoka nakuta missed call. Hivyo niliongea nao nikaona nikupe hizi taarifa. Basi sawa, acha mimi niwasikilize.
Nashukuru kaka. Alafu Godi, hebu jioni basi, hebu njoo bwana tupate kahawa kidogo nyumbani kwangu bwana. Ndugu yangu bwana, mimi nipo Shinyanga huku bwana, niko shambani kwangu nimepumzika bwana. Aya. Basi sawa Godi, fanya hivi. Kesho wewe panda ndege, nahitaji tuongee mambo fulani bwana Godi. Umenitenga sana mzee mwenzangu. Eddie alizungumza huku akitazama helikopta ikitua kwenye kiwanja cha helikopta kilichopo hapo nyumbani kwake. Sawa, hakuna shaka, nitafanya hivyo. Nashukuru sana Godi. Mimi acha niongee nao hawa. Sawa. Mzee Eddie alikata simu na kumrudishia mlinzi wake wa miaka mingi ambaye anafanya naye kazi sasa ni mwaka wa 32. Mzee Eddie akatembea mpaka ilipokuwa helikopta hiyo. Na makamu wa rais alishuka mara baada ya kufunguliwa mlango na walinzi wake 4 aliokuwa ameongozana nao. Mheshimiwa Rais mstaafu, shikamoo bwana. Marahaba, karibu sana nyumbani kwangu. Walisalimiana huku wakipiana mikono, makamu wa rais pamoja na Eddie. Asante sana mkuu. Karibu sana. Asante mkuu. Wakaongozana mpaka sebleni, walikaa kwenye sofa hizo na ndipo makamu wa rais akaitazama picha kubwa ya mwanamama Katha, Eddie pamoja na binti yao Nadia, kipindi akiwa mtoto mdogo, iliyokuwa imebandikwa ukutani. Bwana mheshimiwa, ndio. Unajua nikitazama hii picha ya binti yako bwana, kipindi akiwa yuko mdogo na kwa sasa kweli umemkuta katika maisha ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuja kuwa msaada mkubwa sana, hususan kipindi ambacho rais wetu huyu alitekwa. Okay, nashukuru sana kwa hilo. Unajua ni ndoto ya kila mzazi pale anapoona kijana wake anakuwa ni mtu mwenye msaada kwa wengine. Ni kweli kabisa mheshimiwa. Nikuletee kinywaji gani? Mimi nikipata tu maji yananitosha mheshimiwa. Mfanyakazi wa ndani alileta maji na akaondoka katika hiko kikao. Kikao kikaanza cha watu wawili, Eddie pamoja na makamu wa rais. Sasa bwana mheshimiwa, nchi ipo kwenye wakati mgumu sana. Wakati wa kuona namna inavyokwenda kupasuka vipande chini ya kiongozi wangu Rais Msulwa. Nisikilize bwana makamu wa rais. Usizunguke, nenda kwenye pointi ya msingi. Aliona, mimi pointi yangu ni kwamba bwana rais mstaafu Eddie, unajua bwana, tunakuomba uzungumze na raia. Hawa raia ni wana hasira kali kweli. Raia wanakupenda mno. Watakusikiliza. Watanisikiliza? Ndio. Kwa hiyo mnaharibu nyinyi, mimi ndo nije kuwasahisha makosa yenu. Amna bwana mheshimiwa, bwana haiko hivyo bwana, tusaidie kwenye hili. Yaani Rais Msulwa kabano kweli. Kwa nini raia wanisikilize mimi na wasimsikilize kiongozi waliyempa kura kwa wakati mfupi tu? Mimi nimeacha madaraka kwa kipindi kirefu sana. Kwa nini wanisikilize mimi sasa? Unajua mheshimiwa, ni kweli kabisa. Sasa mheshimiwa, tupo kwenye kipindi ambacho nchi ipo kwenye msiba. Wageni waliopanga kuja kwenye mazishi watapata wasiwasi wa kiusalama. Lakini ukiongea wewe raia wanakupenda. Wewe una nguvu, una power. Hebu ngoja kwanza makamu wa rais. Tusiongee kana kwamba hakijatokea kitu chochote. Hiyo video ambayo imekuwa inasambaa kwenye mitandao ya vyombo vya habari duniani, ina ukweli wa huyo mhusika ni rais ama ni masuala ya AI? Hapana, so AI bwana. Ni kweli kabisa, yule ndo ni rais, yule ndo amefanya kile tukio. Sasa kama ni yeye, anasemaje? Kwa sababu unajua hili swala ni la kwake binafsi.
na sio jambo la kitaifa. Aliyeshika bastola na kuua pale ni yeye Mheshimiwa Rais, na sio taifa, na wala sio wewe makamu wa rais. Nahisi kuwatuliza hawa waandamanaji ni yeye anatakiwa kufata matakwa ya waandamanaji wanataka nini, na yeye ndo anatakiwa akifanye hiko kitu. Sasa unamaanisha kwamba Mheshimiwa Rais ajihudhuru? Mheshimiwa ajihudhuru? Nadhani hilo ndo jibu, kwa sababu cheo cha urais ni dhamana tu ya muda fulani, ila linapotokea tatizo litakalokufanya ulazimike kuwajibika, haijalishi ni nani, lazima uwajibishwe kisheria. Na moja ya sifa ya utumishi wa umma ni kuachia ngazi unayoishikilia. Naamini umesoma sifa za kugombania urais kwenye nchi. Ndio nimesoma. Sifa ya uhalifu ambayo sasa hivi watu waliokusanyana barabarani ndio inaomwandama huyo bosi wako aliyekutuma kuja kuongea na mimi. Kiongozi anayegombania cheo cha urais hupaswi kuwa na makosa ya jinai, lakini yeye ameua na amekaa kimya. Siri imetoka kwa raia. Yamepita masaa 6 toka hii video ifichuliwe. Sio wewe, sio hiyo ikulu yenu, sio msemaji wa ikulu, wala sio rais mwenyewe aliyetoka hadharani kuliongelea hili swala, kitu ambacho kinazidi kumkandamiza kuonekana yeye ni mhalifu kweli. Leo hii unakuja unaniambia mimi ndo nitoke kwa raia nimwombe msamaha? Sasa unajua bwana mheshimiwa bwana, tumeona hili jambo unajua tumekaa kimya kwa sababu tumeona tukikurupuka hili, tukisema tuliongee kwa raia, hili swala litasababisha hasira nyingi mno kwa raia. Nisikilize bwana makamu wa rais. Naamini wewe unajua kwamba binti yangu Nadia ndiye aliyeongoza operation ya kumkomboa bosi wako. Ni kweli kabisa. Na ndio maana niko hapa ili utusaidie hili bwana. Utusaidie na hili. Naamini unajua kinachoendelea kati ya binti yangu na huyo rais wenu. Kwani kuna nini kinachoendelea? Ina maana wewe makamu wa rais hujui kinachoendelea? Mimi sijui mheshimiwa, sijui. Sasa wewe makamu wa rais, kama hujui kinachoendelea kati ya binti yangu Nadia na huyo rais wako, kwa nini sasa unakubali kutumika kuja kuniomba mimi niongee na wananchi, ikiwa huyo rais wako ana ajenda nyingi sana za siri ambazo hata wewe makamu wake wa rais uzijui? Labda nikuulize swali moja makamu wa rais. Wewe unajua nini kuhusiana na operation Somalia? Operation ya Somalia? Ndio ipi tena hiyo? Ina maana hujui majasusi waliotumwa kwenda Somalia siku ambayo bosi wako alitekwa? Mimi sijui chochote. Nyinyi viongozi wa sasa mnafanyaje kazi? Kwa hiyo unataka kusema mnaweza kuongoza nchi ikiwa rais na msaidizi wake muhimu kabisa hamuelezani mambo kama hayo? Akitoka rais anafuata nani? Nafuata mimi makamu wa rais. Sasa kama wewe makamu wa rais hujui mipango yoyote ambayo inafanywa kwenye nchi yenu, mnafanyaje kazi kama mshirikiani? Hivi unajua marehemu Rais Max alivyokuwa ananiambia upinzani ni vyama ambavyo havina muunganiko wa viongozi kwa viongozi na vinataka kuongoza nchi? Nilikuwa namuona kama ana chuki na nyinyi. Haya, upinzani nyinyi mmepewa nchi, mambo ya usalama makubwa kama hayo, wewe tu makamu wa rais hujui chochote. Sasa wewe kama makamu wa rais kazi yako ni nini kule? Kuvaa hiyo bendera ndogo kwenye koti lako la suti na kutumia mali za walipa kodi kuzurula tu mitaani? Hujui kazi yako nini? Hivi labda nikuulize swali wewe makamu wa rais.
Umeshawahi kujiuliza kwa nini toka mchukue hii nchi ya Tanzania kumekuwa kuna matukio ya kiusalama ambayo ni hatarishi? Kutekana, mauaji. Umeshajiuliza kwa nini mabomu makubwa yanategwa? Na kama sio wale vijana wawili wale, nani wale? Bobby na Roy. Kama sio wale vijana wawili Bobby na Roy kutegua yale mabomu makubwa mawili yaliyotegwa Dar es Salaam yote ingeteketea. Na kama ingekuwa sio upuuzi wa huyo bosi wenu, wewe ungekuwa umeshaondoka kwa kipindi kirefu sana. Sema tu alivyofala leo. Kwa taarifa zangu za kipelelezi, amemtuma yule kibaraka wake Ruben, ambaye kwanza kwenye masuala muhimu ya nchi kama haya yeye ndo anakuwa mwongeaji. Ruben ana cheo gani? Yule ni chawa tu, anampa uongozi. Ana sifa gani za kuwa kiongozi? Ana sifa gani za kukaa karibu na rais? Ruben leo hii anakuwa ndo mtoa maamuzi kama rais, na rais ni anamsikiliza tu Ruben. Leo asubuhi Ruben amekwenda kuvamia nyumbani kwa Bobby. Amemjeruhi kwa risasi msaidizi wa Bobby. Ruben huyo amechukua shehena ya dhahabu ambayo katika shambulizi lililotokea siku kadhaa nyuma kwa ACP wa polisi binti afahamike kwa jina la Nancy, walitekwa na watu ambao ndio waliokuwa na hizo dhahabu na wakafanikiwa kuwadhibiti. Walipokuwa njiani wanapelekwa huko kwenye eneo walipopaswa kufikishwa na hizo dhahabu, ikawa ni kama moja ya hazina yao. Wale vijana walipambana, huyo Nancy na mpenzi wake sijui Roy, wakapambana wakajiokoa. Katika kujiokoa wakakutana na hizo dhahabu. Ile ilikuwa ni kama hazina yao, lakini kwa tamaa ya bosi wako na huyo Ruben wameamua kwenda kuzichukua zile dhahabu. Wamezichukua wao, zinawahusu nini? Zile dhahabu ni za kwao. Je, kama yule Roy na mpenzi wake Nancy wangeuawa kule, hizo dhahabu wao wangezionea wapi? Sasa wewe makamu wa rais, haya ninayokuambia yametokea leo hii asubuhi. Wewe je, unayajua ya kwamba Ruben kaenda kuvamia nyumbani kwa Bobby, kapiga mtu kule risasi na wameiba dhahabu za watu? Wewe hayo unayajua? Sijui kitu. Wewe hujui? Wewe kila kitu hujui. Wewe ni mwanasiasa mzuri sana, ulikuwa unajenga hoja nzuri za kisiasa kwenye kipindi chako. Jamaa mliyempa nafasi ya kugombania urais, mlimpa kwa sababu ya pesa zake. Lakini jamii haikumkubali hata kidogo. Msurwa hakupendwa na raia, ila kwa sababu ya pesa zake akahonga. Lakini hamkuangalia upande wa pili, huyu mnayempa urais ni sahihi kwenye hii nchi? Matokeo yake ndo haya anayoyafanya. Sasa unajua mheshimiwa bana, unataka kusema nini? Ni kwamba nisiwe muongo bwana, ni kweli huyu rais huyu tulimpa kwa sababu alikuwa ni mfanya biashara, kwa tukamwomba akagombania akawa rais. Kwa hiyo mlimfananisha na Trump, si ndio? Makamu wa rais alikuwa akizungumza huku akiwa amejichokea kabisa. Lakini unajua bana, hapa sasa ndo naanza kuyaona makosa tuloyafanya. Tulimpa agombee urais kwa sababu ya pesa na ili kupambana na chama tawala.
Sasa hiki saa hizi ndo tunajionea kilichotokea. Nisikilize makamu wa rais. Sio kila anayesaidia watu kwenye jamii mkamwona huyo ni mtu mwema. Wengine hutumia hiyo njia kuficha maovu yao. Sawa. Nasimama sasa hivi kuongea na wananchi ya kwamba tulieni, tupo kwenye msiba. Haya, baada ya hapo nini kama chama mtaamua kufanya ikiwa hamna nguvu ya kusimamisha wanachama? Sasa mmeona madhara ya rushwa, mlipokea rushwa zake. Saizi mnaona madhara yake. Rais huyu akijiudhuru, maana yake ni kwamba wewe ndo unakwenda kuchukua nafasi yake. Sasa uko tayari kuchukua nafasi yake na kurekebisha pale mlipokosea? Kiukweli hapa haionekani dalili kama atakubali kuachia madaraka. Kwa nini asiachiwe madaraka? Yule bwana anaupenda urais. Kama njia yake ilikuwa ni kuingia madarakani na kutumia nguvu ya kisiasa kufanya maovu yake kimya kimya, sidhani mtu aina hiyo atakubali kuachia madaraka. Maana jamaa nasikia ni mpigaji na maajenda yake mengi ya siri anayefanya. Sasa wewe makamu wa rais, swali langu ni je, uko tayari kuchukua nafasi ya urais? Naam. Hapo makamu wa rais kwanza alimeza mate huku macho yakimtoka. Alivuta miwani yake na kisha akamtazama mzee Edi aliyekuwa anamkazia macho. Nasubiri jibu lako. Ni kwamba je, uko tayari kuchukua kiti cha urais? Ndio. Niko tayari. Mbona kama umejibu kwa uoga? Niko tayari bwana. Niko tayari kuwa rais wa Tanzania. Niko tayari. Vizuri sana. Rudi Ikulu. Mimi nitajua nini cha kufanya. Sasa nikirudi kule Ikulu nirudishe jibu gani? Rudisha majibu kwamba nimekubali kuongea na wananchi na haya maandamano yatasitishwa tu, ila kwa makubaliano ya amani. Makubaliano ya amani? Yapi tena hayo? Makubaliano ya rais kuachia madaraka kwa amani na awajibike kwa kila alichokuwa amekifanya. Mpe huo ujumbe wangu, kwa sababu anapaswa kukubaliana na hilo kwamba wakati wake wa kukaa madarakani umekwisha. Asichukulie Tanzania ni kama watu wasiokuwa na akili. Asichukulie kwamba hii nchi anaiendesha vile anavyotaka yeye. Ni muda wake sasa wa kufika wa kuachia madaraka. Makamu wa rais alitokwa na macho, huku ujumbe huo ambao anatakiwa kwenda kumjibu rais ni ujumbe mzito mno ambao hajui atakwenda kumwanza vipi rais kumweleza kwamba anapaswa kuachia madaraka. Na Rais Msulwa anavyopenda madaraka, leo huyu mwambie achie urais. Bwana, mzee Edi amekubali kuongea na wananchi kuacha maandamano, ila kwa sharti alilompa makamu wa rais lilikuwa ni gumu mno kulifikisha kwa bosi wake. Je, nini kitakachokwenda kutokea? Bwana, mambo ni matamu, ngoja tuendelee. Makamu wa rais alijikuta na guna tu huku akiwa ameishiwa pozi. Hapo simu ya mzee Edi ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuona ni mwana mama Katha ndiye aliyekuwa anampigia. Akaipokea. Baba, niambie binti yangu, nina wageni kidogo. Najua makamu wa rais amefika hapo. Washa kwenye TV baba uone. Kuna nini tena mwanangu? We washa. Mzee Edi alichukua remote na akawasha TV. Yeye na makamu wa rais wote walijawa na mshangao kumwona rais akiwa anaongea na wananchi kwa kupitia television na radio. Hawakuwa na namna zaidi ya wote sasa kumtazama, kujua ya kwamba mheshimiwa rais anataka kuongea nini. Kwa mara ya kwanza rais alionekana
akihutubia Watanzania. Upande wa pili tunapata kumwona Mheshimiwa Rais anamwambia Ruben, mimi nilipigiwa kura na wananchi, kwa mimi nakwenda kuongea na wananchi. Rais alimwambia Ruben, na hii ilikuwa ni mara baada ya CDF kutoka ofisini kwake. Wakabaki wawili tu, Rais pamoja na Ruben. Sasa mheshimiwa, wananchi wakitaka ujiudhuru itakuwaje? Utasemaje? Nisikilize Ruben, hizi ni siasa tu, na mimi siwezi kuachia madaraka kwa wajinga wachache. Wewe ngoja mimi niongee na wananchi. Mimi siwezi kuachia madaraka bwana. Najiuzuru vipi sasa? Rais alizungumza kwa msisitizo na Ruben akaandaa pale mkutano. Jamani, sihitaji makeup, sihitaji naenda kuzungumza hivi. Sihitaji mniandae kwa chochote. Rais alimweleza mtaalam anayemwekaga makeup kumweka sawa kabla ya kwenda kusimama mbele ya kamera. Rais akasimama mbele ya kamera 3 zinazorusha matangazo hayo moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa. Ndugu wananchi, ni matumaini yangu wazima wa afya. Hapo Mheshimiwa Rais alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akiendelea kuzungumza. Jamani, kumekuwa kuna video. Hii video inasambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii, ikionyesha mimi namuua mmoja wa wafanyakazi wa babangu. Ndugu zangu wananchi, ndugu zangu wa Tanzania, nipate kukiri ya kwamba hiyo video ni kweli, na anayeonekana kwenye hiyo video ni mimi hapa. Naam. Ruben muda huo alionekana kushusha pumzi taratibu, huku wafanyakazi wengine wa Ikulu wakiwa wanatazama video hiyo. Mheshimiwa Rais akaendelea kusema, ndugu zanguni, wa Tanzania, tuendelee kudumisha amani. Amani na umoja ndio mshikamano wetu jamani. Amani ndio kila kitu. Tusivunje hii amani kwa kusikiliza maneno ya watu. Hiyo video inanionyesha mimi nikiwa nimeshawishiwa kufanya lile tendo la ukatili kwa yule mzee ambaye kwanza sikujua chanzo ni nini, ila mimi niliambiwa tu niue. Sasa mnajua Watanzania, kwenye mambo ya utoto wangu mimi nimelelewa na baba mara baada ya mamangu kufariki, na hapo nilikuwa ni kijana mdogo tu, na kitu alichonifundisha babangu mimi ni kujiamini, kupigania kile kilichokuwa cha kwangu. Kwa babangu ndo alinijaza mimi roho mbaya, ila Watanzania mnanijua mimi sio mbaya, sina roho mbaya babangu yule ndo akanijaza mimi roho mbaya. Sasa mara baada ya kujitambua nikajua babangu alikuwa sio baba mzuri, kwa sababu alinilazimisha mimi mtoto wake niue, afu kuua kumbe ni kitu kibaya. Ndugu zangu wa Tanzania, nilitamani kulipa hili jambo japo robo ya utajiri wangu. Utajiri wangu nilionao nitoe hata robo tu kwa familia niliyosababishia mpendo wao kufa, ila sikupata hiyo bahati ya kuweza kuijua hiyo familia hadi leo. Na leo hii nitaomba wale
wale watakaokuwa wanijua familia huyo mzee waje mimi walipe fidia. Niko tayari wa Tanzania kuonesha jinsi gani nawapenda na ipenda nchi yangu. Mimi ni mzalendo. Mzalendo namba 1 kwenye hii nchi yangu. Sio kila anayemuua mtu huwa anakusudia. Mimi hapa niwaambie ukweli, najuta kwa nini nilifanya kile kitendo. Ila kwa bahati mbaya sikuwa na uwezo wa kumkatalia babangu, kwa sababu alikuwa ni mtu katili sana babangu. Babangu mimi alikuwa ni katili mno. Hata mimi sikupenda yale alikuwa ananifundisha, sikupenda. Ila alikuwa ni babangu. Na mimi sasa hivi nimebadilika. Mimi sasa hizi mtu mwema. Na mimi niwaambieni, urais mlonipa, nyinyi mtaona maajabu nitakayowatendea. Umeme utakwenda mpaka vijijini. Barabara za lami mpaka vijijini. Nitanua mandege yatakuwa naruka huko, mtakuwa mnaruka usafiri masaa 24. Mimi ni mtu mwema kabisa. Ndugu zangu wananchi, mlinichagua kwa kura nyingi na kishindo. Hayo ni mapenzi makubwa sana. Na waomba msihadaike na maadui wachache hao wanaorusha habari kwa mitandaoni. Swali moja tu la kujiuliza, kama mimi waliniteka na nikasaidiwa kuokolewa na wazalendo wa hii nchi, je, watashindwa kutumia video kama hizi kunichafua? Si mnaona Watanzania wananichafua tu mimi rais wenu, wanaona mimi nawapenda sana nyinyi. Hayo mataifa mengine hawapendi kuona mimi haya nao wafanyeni nyie. Na wafanyia mambo makubwa. Mahospitalini huko madawa manini. Sasa huko nchi zingine rozi na wauma, kwa nini mimi nawapenda sana wananchi wangu? Wanachukua mavideo ya zamani, wananichafua, wananigombanisha na nyinyi. Kwa hiyo mimi nawaomba radhi wananchi wangu. Familia ya wahusika nilohusika kwenye kifo cha mzazi wao, naomba radhi mara kwa mara, na hata kwa Mungu wangu pia, kwa sababu Mungu wangu yeye ndo ajuae dhamira thabiti kutoka moyoni mwangu. Hata Mungu anajua mimi sikudhamiria. Mungu wangu anajua jinsi gani nilivyokuwa mwema. Siwezi kufanya mambo kama haya. Wananchi mlioandamana, wakati kama huu sasa ni wakati wa sisi kushikamana, tulijenge taifa, tuwaonyeshe hayo mataifa mengine sisi ni wamoja. Sisi kitu kimoja wa Tanzania. Hii amani tumerithishwa kutoka kwa mababu zetu. Tuiendeleze hii amani. Iwe amani yetu idumu na idumu. Na huu ndo wakati wa kujenga nchi, kuwaonesha kwamba sisi ni wamoja. Tuzidi kusonga mbele. Maadui zetu ni wengi sana wanatuandama. Hatupasi sisi tusigawanyike. Nimeona mabango yenu kwenye maandamano yanashinikiza mimi nijiuzuru. Msihadaike. Mambo sivyo jinsi yalivyo. Mambo hayako hivyo. Na waombeni wa Tanzania mrudi majumbani, kwani hao wanaowashinikiza nyinyi muandamane, wao na familia zao wako huko wanakula raha, wanakula starehe. Nyinyi ndio wanaowatoa mbele. Endapo nitachukua maamuzi ya kuwatawanyisha kwa kutumia nguvu, itakuwa ni shida kwa maisha yenu na familia zenu. Lakini mimi sitaki nitumie nguvu. Kwa nini nianze kuwatawanyisha, nichukue maskari wanajeshi niwaingize barabarani? Mimi nawapenda nyinyi wa Tanzania, siwezi fanya hivyo. Kwa nawaomba kutoka ndani ya moyo wangu, haya masaa 3 mwe mmetawanyika kwenye hayo maandamano, na baada ya hapo mimi nitaamrisha majeshi kuwaondoa kwa nguvu kama mtotoka. Kosa langu lile la utotoni halitosababisha maisha ya uongozi kusambaratika. Hebu mtii sheria bila shuruti. Mrudi majumbani kwenu. Asanteni sana. Tanzania pamoja. Afrika moja. Hoe. Naam, msikilizaji, mara baada ya rais kumaliza kuzungumza, matangazo yakaendelea kumfanya Nadia na Naima pamoja na Ryan wabaki kwanza wanatazamana. Ryan akasema, huyu jamaa anajamini nini?
Huyu jamaa ana nguvu ya ziada, usio bure. Yaani anaongea yani kwamba yeye hajatetereshwa na kilichotokea. Ryan alizungumza hivyo na ndipo Nadia akasema jamani, au tuanzishe taarifa yake ya rushwa nini, tuilipue mtandaoni. Nadia alizungumza huku akiwatazama wenzake. Ryan akashauri akasema hapana, kwa sasa tutulie kwanza. Jamani, hivi wananchi watakubali kweli kutawanyika? Jamaa katumia ustaarabu sana kuwapa masaa 3 kutawanyika. Ni moja ya njia kujitetea endapo ataagiza jeshi kutumia nguvu. Na ameuliza kweli, je, waliowashinikiza waandamane wapo kwenye hayo maandamano? Ukiangalia ni kweli viongozi wao baadhi hawapo kwenye hayo maandamano. Waache kwanza tuzike jamani. Naima alizungumza huku akipitia maoni yaliyokuwa yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, mimi nina wazo. Nadia alizungumza hivyo. Nahitaji kuongea na Bad Lady. Kufungulia kesi mahakama kuu ya kimataifa ya haki ICJ. Unataka kumfungulia kesi nani? Rais. Alafu amshtaki, ashtakiwe. Huko kote ni kuzunguka tu mbuyu. Bad Lady mpango wake ulikuwa ni kumweka yule Doto madarakani. Mpango wake umefeli na uliutibua kutokana na kutokujua. Ila twende mbele turudi nyuma. Kwa ile video inaonyesha kabisa ni kwamba wanataka kumuua rais kisiasa na kisha waje kumuua kimwili. Hivyo kwa sasa mimi nadhani tutulie tu tuangalie huu mchezo. Saizi rais ni ananyongonyeshwa kisiasa, alafu baadaye wanammaliza kabisa. Hivi unajua kwamba Bad Lady na kikosi chake ni wanachama wa Scorpion? Toka lini? Muda mrefu tu. Kwa hiyo atakaposhindwa nitampa msaada kama mwanachama wetu. Na okay, sawa, nimekuelewa mke. Ni hadi aombe msaada, ila kwa sasa kwenda huko ICJ sidhani kama ni wazo zuri. Ryan alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Nisikilize makamu wa rais. Unaona rais wako kashatumia maamuzi yake. Ni wakati wewe sasa kurudi Ikulu. Sasa mheshimiwa, lile swala la mimi kuwa rais wa Tanzania linakuaje sasa? Kwa sasa tulia kwanza. Acha tuangalie hii game inavyochezwa. Basi sawa mheshimiwa rais mstaafu. Nashukuru sana kwa muda wako. Mzee Eddie akaagana na makamu wa rais, akaingia katika helikopta na kuondoka na kurudi Ikulu. Naona hapo wameanza kuondoka. Ruben alizungumza huku akiwasha TV iliyopo ofisini kwa rais. Ruben, unajua endapo ningelikataa hili swala lingekuwa lina mijadala mingi sana. Ila sasa Ruben, anza sasa kumtafuta Bad Lady kama most wanted. Namtaka yule mwanamke yule kivyo vyote vile. Nimuoneshe kwamba mimi ni nani. Ila mheshimiwa, unaona kuwa kwenye faili ameorodheshwa kama yeye ni tawi la Scorpion. Ruben, nimeona ndio. Ila haijalishi ni Scorpion wala Scorpiona. Atafutwe, akamatwe na ikiwezekana auawe. Mimi siangali Scorpion, Spider-Man, sijui kimdudu gani. I don't care. Nimesema huyu Bad Lady atafutwe, akamatwe. Sawa mheshimiwa. Lakini mheshimiwa, unaonaje tukamtumia Bobby kama chambo? Sasa Bobby hapa anaingiaje? Unajua nimeipa kazi timu yangu ya IT.
wadukue simu ya Bobby. Wakishadukua simu ya Bobby, tutapata mawasiliano ya Bobby na Bad Lady. Hapo tutajua ni wapi alipo Bad Lady. Tukishajua wapi alipo, tunatuma timu inaenda kukumshika. Ruben, wazo zuri sana hilo. Hilo wazo zuri hilo safi sana. Fanya hivyo. Mlango kafunguliwa. Mlinzi wa rais akaingia. Mheshimiwa, makamu wa rais amefika. Mwambie aingie. Makamu wa rais akaingia hapo. Rais akanyanyuka na kukaa kwenye sofa lililomo ofisini mwake. Vipi, umefanikiwa kuongea naye? Ndio, nimefanikiwa kuongea naye. Na kusema ule ukweli, amekubali kuongea na wananchi. Ila kwa bahati nzuri, tukiwa tuko katikati ya mazungumzo, tukashuhudia hotuba yako. Vizuri sana. Masaa 3 niliyowapa hawa wananchi naona yanaanza kufanya kazi, kwani wanaanza kutawanyika mmoja baada mwingine. Kwa hiyo hata asipoongea huyo Eddie, mambo yatakuwa shwari tu. Shawadanganya wananchi, mambo yamekwenda vizuri. Sawa mkuu. Sasa wewe makamu wa rais, nenda kaendelee na majukumu yako. Nashukuru mheshimiwa. Makamu wa rais akanyanyuka na akatoka ndani hapo. Ruben, hebu mfuatilie huyu makamu wa rais, mfuatilie huyu. Nimeshaona anaanza kuingia macho ya tamaa huyu makamu wa rais huyu, sio mtu mzuri huyu. Hebu mfuatilie. Mkuu, kivipi tena? Wewe Ruben, sasa hivi hatujui adui yetu anaweza kumshawishi nani kutuondoa kwenye leri. Huyu makamu wa rais huyu mwekeo wapelelezi wa karibu sana. Tuangalie mienendo yake. Huyu makamu wa rais anaweza kanipindua mimi, akachukua urais huo. Wewe mwenyewe Ruben unaelewa bana. Natokaje kwenye hiki kiti? Hebu mfuatilie huyu. Sawa. Ruben, sihitaji kukaa ofisini kwa sasa. Acha kwanza nielekee kwenye makazi yangu. Lakini mheshimiwa, wasipoondoka kwenye haya masaa 3 wananchi inakuwaje? Yaani wananchi nimewaambia wasiandamane, wakaendelea kuandamana? Hapo kuna kitu wanakitafuta hapo. Yaani mimi nishawaambia masaa 3 sitaki kumuona mtu barabarani. Wakiwa wabishi. Sasa jeshi la polisi lina kazi gani? Tutatumia nguvu kuwatawanya tu. Nisikilize Ruben. Haiwezekani nchi kaingia kwenye uchaguzi tena eti kwa ajili ya kuvunja. Yaani mimi niache madaraka kisa aka video kamoja niache urais, alafu nchi ingie tena kwenye uchaguzi? Si utakuwa ni ujinga huu. Tandika wote viboko, tandika wote. Yaani tutatumia nguvu tu. Wataondoka. Sasa kuna raha gani ya kuwa rais wakati mimi ndo nimekaa hapa juu? Nguvu yangu nitaionyesha wapi kwamba mimi ndo rais? Ruben, vipi bwana? Unaogopa hivi vinaandamana na vimabango vyao? Tandika wote hao. Sawa mkuu. Sasa mheshimiwa, mimi naomba nielekee kwangu kidogo nikapumzike. Awe nenda kamalize usingizi wako. Kesho asubuhi na kuhitaji hapa Ruben. Sawa mkuu. Naam. Rais akaelekea kwenye makazi yake, huku Ruben naye akiondoka ikulu kwa kusindikizwa kwa escort ya gari za wanausalama. Ruben alifikishwa nyumbani kwake na walinzi hao, na kisha akawaruhusu nendeni mkapumzike, na walinzi wakasema sawa mkuu. Ruben aliingia ndani ya nyumba yake huku akiwa amejichokea vibaya mno. Alikaa kwenye sofa moja na kisha akawasha TV kufuatilia taarifa ya waandamanaji ambao kwa 30% walikuwa wameshaanza kuondoka eneo la posta walipokuwa wameandamana. Taratibu Ruben akasimama na akaelekea jikoni, akafungua friji lake kubwa na kutoa chupa 2 za bia baridi kabisa. Ruben Riguna mara baada ya kuona boksi lililowekwa juu ya meza, akaziweka chupa za bia pembeni, akachomoa bastola kiunoni mwake, akatazama eneo zima la jikoni hapo. Akalitazama lile box, halikuwa na eneo ambalo lilikuwa limefunguliwa. Ruben akajiuliza hili box lina nini? Ruben alizidi kujiuliza huku akilisogelea boksi hilo kwa umakini, akalifungua kwa tahadhari kubwa mno na boksi likafunguka.
Shit. Ruben alilalamika huku akiwa na hamaki kwa kutazama jinsi kichwa cha mzee yule aliyekuwa amemuuzia taarifa za Scorpion kikiwa ndani ya hilo box. Come on. Ruben alizungumza huku taratibu akinyanyua bahasha ya kaki iliyopo pembeni ya kichwa hicho. Akatoa picha ya mtoto wake na mke wake ambao kwa sasa wapo nchini Marekani. Hofu na wasiwasi vikaanza kumtawala. Kuificha familia yake ni moja ya kitu alichokuwa anakizingatia sana Ruben, kwani anatambua maadui wa rais wanaweza kumtumia yeye kumfikia rais kwa haraka. Ruben akatoka jikoni hapo, akarudi kwenye sofa lilokuwa amekaa. Alichukua simu yake akaanza kumpigia simu mke wake, ila simu haikuita wala haikuonekana kama ipo hewani. Ruben akajiuliza, nini kimetokea kwenye familia yangu? Ruben alizungumza huku mapigo ya moyo sasa yalianza kumwenda mbio. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy akisema, jamani, mimi nina wazo. Roy alizungumza huku akiwa yuko ndani ya gari, huko Bobby akiwa amekaa pembeni yake. Bobby akamuuliza, una wazo gani? Wasikiliza mwanangu, kwani tusimteke Ruben? Ruben? Ndio. Ruben tumteke usiku huu. Ikiwezekana tumteke kwenye hili sekeseke la maandamano. Kwa ninavyomjua Ruben, lazima saizi atakuwa Ikulu. Lakini Spana si alishamdukua? Spana anaweza akajua wapi alipo Ruben. Oya, Ruben kwa saizi yuko wapi? Roy alitoa simu yake mfukoni na kumuonyesha Bobby simu ya Ruben inaposoma. Yuko nyumbani kwake. Ya. Hatuwezi kumwacha mwanangu. Ruben anazidi kutanua maisha. Ikiwa ametufanyia sisi umafia, alafu amesahau sisi ni kina nani. Bobby mwanangu, mbona tumepoa sana? Yaani tumepoa, yani kama na sisi mazezeta, yani tunafanywa hiki, sisi tunaangalia tu. Maana yake nini? Hivi Nancy ataweza kweli kumlinda Spano? Wewe unamchukuliaje? Mke wangu Nancy yuko vizuri kwa sasa bro. Bobby, hebu nisikilize, mimi akili yangu mwanangu haiwezi kutulia. Haiwezi kutulia kabisa bila kumuonesha Ruben sisi ni akina nani mwanangu. Yaani ule mpumbavu mwanangu ametusaliti, amechukua zile dhahabu zetu. Hatuwezi kukaa kama makolo tu mwanangu. Yaani tunakaa tu kama mambo gani? Kwamba sisi hatuna cha kumfanya ama? Bobby, hebu nisikilize mwanangu. Hebu turudi kwenye kazi mwanangu. Tuhakikishe hili swala si tunadili nalo. Okay poa, tuanze tu aina noma. Tukapige nguo za kazi mwanangu. Na hapo ndo napokukubali Bobby. Chukua 5 hizi hapa mwanangu. Lazima tukamuoneshe kwamba sisi ni akina nani. Roy alizungumza huku akiwasha gari. Wakaondoka eneo la hospitalini, wakafika mpaka makazi ya Roy. Wakavalia mavazi ya kijeshi ambayo huvalia makomando. Wakafunga namba za gari za Ikulu kwenye Land Cruiser new model, na kila mtu akawa amevalia jaketi la kuzuia risasi, huku wakiwa na silaha kwa ajili ya mapambano watakayokutana nayo mbele ya safari. Wakaondoka eneo hilo na moja kwa moja wakaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Ruben. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine tunapata kumwona Doto akizungumza, yule pacha wa rais. Jamaa anaonekana kujibu mapigo yetu ya kwanza. Doto alizungumza huku akimuonyesha Bad Lady video inayomuonyesha rais akihutubia wananchi. Na tuliowalipa kuanzisha maandamano wanaonekana kujawa na hofu na wameanza kurudi nyuma. Waambie waondoke kwenye hayo maandamano. Kwa nini? Tunakwenda hatua ya pili. Kichwa tayari kimeshafikishwa, si ndio? Ndio. Kichwa kimefikishwa pamoja na picha ya familia yake.
nimewasiliana na vijana wetu waliopo Marekani. Wameniambia tayari wameshavuka boda ya Marekani na wameshaingia Mexico bila kushtukiwa. Wapo na familia ya Ruben? Ndiyo mkuu. Familia ya Ruben tayari ishatekwa. Hapo Bad Lady alikaa kimya huku akiwa anafikiria. Unawaza nini mkuu? Doto aliuliza hilo swali na Bad Lady akasema, hebu mpigie video call Ruben na kisha waambie vijana wako ya kuwa ninawapigia video call kumuonyesha Ruben nguvu nilionayo. Sawa. Doto akapiga video call simu ya Ruben, ilianza kuita na akamkabidhi Bad Lady simu hiyo. Ruben akiwa anatetemeka kwa wasiwasi huku jasho likimtoka, alipokea hiyo simu inayoita kwa private number. Ruben alishtushwa kumuona Bad Lady. Wewe mchawi, wewe malaya, wewe nitakuua. Wewe na yule bwanako wote nitawaua. Ruben alianza kuzungumza kwa hasira. Bad Lady hakuongea chochote zaidi ya kupiga video call kwa watekaji waliokuwa wameshikilia familia ya Ruben, na simu ikapokelewa na Ruben akashuhudia mke na mwanae wa kike wakiwa wamefungwa machoni kwa vitambaa vyeusi huku mdomoni wakiwa wamefungwa kwa plasta. Nisikilize Ruben. Ili familia yako iweze kupona, unatakiwa ufanye kazi moja tu. Unatakiwa kumuua rais. Ukishamuua rais, familia yako itakuwa salama. Mke na mwanao, uko tayari wafe au afe rais, familia yako ibaki? Wewe ndio una uwezo wa kuchagua. Lo, maneno ya Bad Lady yalizidi kumchanganya Ruben. Ruben alibaki akiweweseka, alikosa cha kuzungumza, kwani mtihani aliopewa ni mgumu kuliko hata mitihani yote aliyowahi kukutana nayo kwenye maisha yake. Ruben kapewa jukumu la kumuua rais ili kuiokoa familia yake. Je, ataweza kutekeleza mtihani huo? Na kuuliza wewe msikilizaji. Lakini pia Bobby na Roy nao pia wapo njiani kwa ajili ya kwenda kumteka Ruben. Bwana, Ruben kaekwa mtukati. Unahisi nini kitatokea? Ngoja tuendelee, mzigo bado unaendelea. Naam, maneno ya Bad Lady yalizidi kumchanganya Ruben. Ruben alibaki akiweweseka. Ruben alikosa cha kuzungumza, kwani mtihani aliyopewa ni mgumu kuliko hata mitihani yote aliyowahi kukutana nayo kwenye maisha yake. Simu ikakatwa na kumfanya Ruben kwanza ajifute jasho lililokuwa linamwagika usoni mwake. Kwa haraka akampigia simu Mheshimiwa Rais. Ruben. Mheshimiwa. Rais kwanza alishusha glasi ya juisi aliyokuwa anainywa, akaiweka mezani huku simu ikiwa iko sikioni mwake. Mwanamama Salu aliendelea kumtazama mume wake aliyekuwa amepokea simu hiyo. Wewe Ruben, kuna nini kimetokea? Wamemteka mke wangu pamoja na mtoto. Rais alisimama na kuondoka sebleni, akaingia katika ofisi iliyopo katika hayo makazi yake. Ebu tulia kwanza Ruben, na kuomba uniambie vitu vya kueleweka. Nani wameiteka familia yako? Bad Lady amemteka mke wangu, amemteka na mwanangu. Uko wapi kwani saizi? Niko nyumbani na yule mzee aliyeniuzia taarifa za Scorpion amekatwa kichwa chake. Nimekikuta kwenye box, wamekileta hapa nyumbani kwangu. Unasemaje? Ruben, hebu nisikilize. Natuma timu ya makomando wanakuja kukuchukua. Mheshimiwa, nakuja mimi mwenyewe Ikulu kwa sababu nimeshamruhusu dereva wangu aelekee nyumbani kwake. Utaweza kweli kuendesha gari? Ndio mheshimiwa, ndio naendesha. Hebu njoo Ikulu hapa. Njoo na iko kichwa. Sawa mheshimiwa. Ruben alijikaza kiume, kwani hakuna namna zaidi ya kutafuta utatuzi wa tatizo lake. Kwa haraka alichukua funguo gari lake binafsi, akalifunga box lenye kichwa cha mzee aliyeuawa kwa kuchinjwa na kichwa chake kikawekwa ndani ya mfuko wa nailoni na kisha uliingizwa kwenye box. Ruben akaingia ndani ya gari na hiko kichwa akakiweka siti pembeni, akaligeuza kwa kasi na kuliendesha kwa mwendo hadi getini.
akashusha pale kioo na kuwatazama askari polisi wawili waliokuwa wanalinda katika hiyo nyumba yake. Ruben akasema, sikilizeni, leo kuna mtu yote alikuja hapa? Wale walinzi wakasema, hapana mkuu. Ruben alihisi kama akiendelea kuwahoji hawa maaskari ni atajipotezea tu muda. Akaendelea kuendesha gari kwa mwendo wa kasi mno. Gari mbili ambazo muda wote zilikuwa mita 100 kutoka ilipokuwa nyumba ya Ruben zikaanza kumfukuzia Ruben, huku kwa kasi ile ile anayokwenda nayo, huku ndani ya kila gari kukiwa kuna wanaume 6 wenye bunduki, huku nyuso zao wakiwa wamezivalia mabushori ya rangi nyeusi, na wawili kati ya wanaume hao ndio waliokuwa wameingia katika makazi ya Ruben, wakaingiza boksi hilo pasipo askari wanaolinda lango kuu kuwaona, kwa sababu walitumia njia ya kuruka ukuta kwa nyuma, huku fensi za umeme wakazizima kwa kukata umeme huo unaosambaza eneo la mtaa huo. Ruben akachungulia kwenye kioo cha katikati mwa gari lake, akaona kuna gari mbili zinamfuata kwa nyuma. Ruben akasema, shit, kwa nini sikuliona hili mapema? Ruben alizungumza huku akizidi kulichochea gari lake. Kakunja kwa anaongeza mwendo. Naam, ilikuwa ni sauti ya Roy. Alizungumza hivyo mara baada ya alama katika simu yake ikionyesha Ruben ameondoka nyumbani kwake. Na hapo Bobby naye akaendesha gari hiyo, alizidi kuongeza mwendo. Wakashuhudia mfukuzano wa gari la Ruben, na kuna gari mbili nyuma zinamfuata Ruben. Hey, Roy akasema, wewe imekuaje tena? Mbona kama kuna watu wanamfukuzia Ruben? Roy alizungumza huko akiwa anashangaa namna gari hizo zilivyokuwa zinaendeshwa kwa kasi vibaya mno. Bobby akasema, huyu dogo sijui kaya kanyaga wapi kwa babake. Cheki wanavyomind. Bobby alizungumza hivyo huku akizipita gari ndogo mbili zilizopo mbele yao. Wakaendelea kumfukuzia Ruben, ambaye sasa sio mzembe kwa sababu naye alikuwa na mafunzo ya komando. Ruben akapiga moja ya namba, ikapokelewa. Sikilizeni, napita nje ya kambi yako, naendesha Land Cruiser new model rangi ya blue. Kuna gari mbili nyuma zinanifukuzia, ni maadui. Gari moja ni Range Rover Sport na nyingine ni Land Rover Discovery 4. Hakikisheni mnazizuia. Sawa mkuu. Ruben akakata hiyo simu, akaendelea kuongeza mwendo kadiri anavyoweza. Punguzeni mwendo. Kiongozi wa wanaume hao wenye asili ya Kiarabu alizungumza mara baada ya kushtukia anachokifanya Ruben, kwa sababu alikuwa anaelekea kupita katika kambi ya jeshi. Wasikilizeni, geuzeni gari. Tugeuze. Kumtia jamba hii inamaanisha kwamba tayari anajua maisha yake yanawindwa. Alizungumza huyo jamaa, na taratibu hizi gari mbili zikageuzwa, zikarudi zinapotoka, wakapishana na gari aliomo Bobby na Roy. Roy akasema, wewe Bobby, ona washikaji wana akili sana wa jamaa. Roy alizungumza huku akigeuka nyuma, akitazama jinsi gari hizo zinavyoendeshwa kwa mwendo wa kasi vibaya mno. Bobby akatazama gari mbili za jeshi zilizokuwa zimetanda barabarani, huku kukiwa kuna wanajeshi wenye silaha. Wakasimamishwa pale taratibu, wakasimama Bobby na Roy. Hivyo wa jamaa hawaoni kama hii gari na namba za ikulu au afu wametusimamisha? Roy alizungumza huku akishusha kioo cha upande wake, huku akishika kitambulisho. Mwanajeshi alikiona kwa haraka mno, akapiga saluti ya heshima. Samahani wakuu, tulipewa maelekezo ya kufunga hii barabara. Kuna gari mbili zilitaka kumua kiongozi mmoja, hamjapishana nazo? Mwanajeshi huyo alizungumza hivyo, na ndipo Roy akasema, gari gani? Moja ni Land Rover Discovery 4 na nyingine ni Range Rover Sport. Tumepishana nazo kama dakika 5 hivi. Na zipo spidi sana, tujajua kama zina wahalifu ndani yake. Roy alizungumza huku Bobby muda wote akiwa kimya anatazama gari mbili zikiondolewa barabarani. Sawa mkuu, basi majukumu mema. Okay, tunashukuru. Roy alipandisha kioo taratibu na kuondoka hilo eneo. Oya Bobby, ujamaa kashaelekea ikulu. Roy alizungumza huku akimuonyesha Bobby alama ya Ruben akiwa katika maeneo ya ikulu. Nisikilize Roy, inabidi tujue wale waliokuwa wanamfuatilia ni kina nani. Wakati wanayezungumza hayo, simu ya Roy ilianza kuita. Naona hapa ni private number inanipigia. Roy alizungumza huku akisita kupokea hiyo simu. Bobby akamwambia, pokea tu mwanangu, siwazi.
Wewe inapokeaje mtu anapiga video call alafu kwa private number unataka nipokee, alafu yani iweje sasa? Akiwa jini je? Acha uoga Roy, pokea hiyo simu bwana. Roy akapokea ile simu. Shemeji, kumbe ni wewe? Roy alizungumza huku akishangaa. Ni mimi shemeji. Mbona kama upo kwenye ndege? Bobby ilibidi asimamishe gari pembezoni mwa barabara mara baada ya kujua kwamba aliyepiga simu hiyo ni Bad Lady ambaye ni mkewe. Shemeji, jamaa huyu hapa bwana, kwa maana amesimamisha hapa gari. Mke wangu. Baby, pole. Nimekupigia katika simu ya Roy kwa sababu nimegundua simu yako imedukuliwa. Imedukuliwa? Ndiyo, imedukuliwa na wanafuatilia kila simu inayoingia kutoka kwenye simu yako. Wameshaanza kunitafuta kwa udi na uvumba na mimi naendelea kuwatafuta. Mbona umevaa nguo za kijeshi? Yaani bado mnawatumikia hao makafiri, si ndio Bobby? Hapana mke wangu. Hapa tulikuwa tuna mpango wa kwenda kumteka Ruben nyumbani kwake, kwa maana kwamba kwanza alikuja nyumbani, akamkuta Dogo Spana, akatuulizia mimi na wewe. Alipoona Dogo hampi ushirikiano wa kueleweka, akampiga risasi ya mguuni na akamlazimisha kutaja ni wapi dhahabu ilipo. Na nikikwambia kwamba yeye na kikosi cha jeshi walichokuja nyumbani wameiba dhahabu yote, tulikuwa tumeihangaikia, sijui kama utaweza kuniamini. Mungu wangu. Hivi hawa watu wanalaana? Ila mme wangu usijali. Ninapambana na mimi kwa upande wangu. Nimetuma vijana wangu wanamfuatilia na kuna mzee wangu alivujisha siri zangu. Hivyo tumewazawadia Ruben kichwa cha huyo mzee. Lini tena hiyo? Leo asubuhi ndo amepelekewa nyumbani kwake. Na nimeweka vijana wamteke na nimezidi kuwapiga bao kwa kumteka mkewe na mwanae waliokuwa nchini Marekani. Kazi nzuri sana mke wangu. Basi vijana wako wamemkosa, maana tulikuwa tunatazama hapa mifukuzano ya Ruben na hizo gari mbili. Hivyo tukawa tunajiuliza ni akina nani hao. Ni vijana wangu. Kwa sasa ishini kwa tahadhari kubwa mno, na ikiwezekana hata mkoani muweze kuondoka kwa ajili ya usalama wenu. Kama wameweza kumfanyia Spana hivyo, kijana wa watu asiyekuwa na hatia yoyote, anaweza kuwafanyia hata nyinyi jambo baya la kuwadhuru mme wangu. Tutamuondoa Nancy na Spana pekee. Sisi tutabaki, tunahitaji kupambana na huyo mshenzi hadi dakika ya mwisho. Je, niwatambulishe kwa vijana wangu? Hapana baby. Lolote linaweza likatokea ikawa ni mbaya kwa upande wetu. Sisi tunataka kupambana sisi kama sisi. Hili ni jeshi la watu wawili tu. Sawa, nimekuelewa mume wangu. Tafuta simu nyingine na unitumie namba WhatsApp. Nashukuru kwa kunisanua kwa hilo. Ukifika tu tujulishe. Okay, bye mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Shem, umtazame rafiki yangu Nancy wasije wakamdhuru. Usijali shemeji, atakuwa salama tu. Asante na kwaherini. Simu ilikatwa na kumfanya Bobby kuitoa simu yake mfukoni. Roy, wajinga kumbe umeidukua simu yangu. Mwanangu, izime chap. Hapana, acha iwe hewani. Na tuwaaminishe kwamba sijui chochote kinachoendelea. Turudi tukabadili mavazi tuenze tu hospitalini. Okay, poa. Taratibu Bobby akaliingiza gari barabarani, wakaanza kurudi kuelekea nyumbani kwa Roy. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Shusha kioo. Ilikuwa ni sauti ya mwanajeshi mwenye bunduki mkononi mwake. Alizungumza kwa msisitizo na Ruben alishusha kioo cha gari, kwani alifika katika geti hilo akiwa katika mwendo wa kasi vibaya mno. Alionyesha kitambulisho chake kinachoonyesha ni mshauri mkuu wa rais. Mwanajeshi huyo akatazama boksi lililopo sita pembeni. Mwanajeshi akauliza kuna nini humo ndani? Ruben akasema kuna mzigo wa rais ameniagiza. Nachelewa aisee, rais ananisubiria ofisini kwake. Inabidi tukague hilo box. Wewe jamaa vipi?
Unakagua nini ikiwa nimekuambia ni mzigo wa rais? Sheria ni sheria mkuu. Ndani ya Ikulu huwezi kuingia na mzigo bila kukaguliwa. Wewe jamaa, nimekuonesha kitambulisho. Hujui kwamba mimi ni nani? Au unataka sasa ubadilishwe lindo? Umechoka kulinda Ikulu? Mkuu, nafuata sheria ya kazi yangu. Fungua hilo box. Mwanajeshi huyu alipokuwa anamkazia, akaja mwanajeshi wa pili. Alipofika, alipokuwa mwenzake aliyekuwa anazozana na Ruben, akasema, tafadhali mkuu, zima gari na ushuke kwenye gari. Mwanajeshi wa pili alizungumza, kwani kwa uwezo aliokuwa wamefunzwa waliweza kunitilia mashaka makubwa mno Ruben. Ruben akafungua mlango, akashuka ndani ya gari, akalifunga lile gari kwa remote yake, akatoa simu mfukoni na kumpigia rais, na simu ikapokelewa. Mheshimiwa, nimezuiliwa hapa kuingia na hawa vijana, hawa wanajeshi wanaolinda pagetini. Kwa nini wakuzuie? Wanataka kukagua box lenye mzigo wako. Hebu weka loudspeaker. Ruben akaweka ile simu loudspeaker. Rais akasikika akisema, aise, mnafanya nini? Hamjui kwamba huyo ni mshauri wangu na kila siku huwa anapita hapo? Mheshimiwa Rais, samahani, tunafuata sheria, kwani hali ya kiusalama hatuwezi kuruhusu mzigo tusiokagua kuingia ndani ya Ikulu. Samahani sana mheshimiwa. Ruben, ndio mheshimiwa. Hebu waonyeshe. Mkuu, na uhakika? Waonyeshe. Ruben akawatazama makomando hao wanaofuata taratibu na sheria zao za kazi. Akalitoa box ndani ya gari, akaliweka juu ya bonnet, akafungua box hilo, na wanajeshi hao walishuhudia kichwa cha binadamu kikiwa kiko ndani ya box. Wote walijawa na mshangao. Jamani, hiki kichwa ni cha jasusi wetu, informa anayetuleta taarifa nyingi sana za maadui wetu. Wamemuua na wamekileta kichwa hiki nyumbani kwangu na wamekiweka juu ya meza yangu ya chakula, wakiambatanisha na hii picha ya mke wangu na mwanangu. Hivyo basi kuna masuala ya kiusalama ambayo hampaswi kuweza kuyaingilia. Nadhani mmenielewa. Okay Peter. Mwanajeshi mmoja alizungumza, akatoa ishara ya geti kufunguliwa. Ruben aliingia ndani ya gari na lile boksi lake, akaendelea kuendesha gari kwa mwendo wa kasi mpaka eneo la maegesho. Akashuka na boksi hilo na moja kwa moja akaelekea ofisini kwa rais. Alimkuta rais akiwa tu amesimama. Bwana rais, wale wajinga wako chini hapo. Wametoka kunifukuzia na magari mawili. Waliponiona nimepita pale jeshini wakageuza. Ndio hao waliomuua mzee? Ndio, na ni watu wa Badiledi. Ruben alizungumza huku akiweka boksi hilo juu ya meza ya rais. Rais alishusha pumzi taratibu, akalifungua boksi hilo na kukiona kichwa cha mzee huyo. Mheshimiwa, picha ya familia yangu iko hapo. Wameiteka familia yangu. Rais akachungulia vizuri, akaona picha ya mke wa Ruben pamoja na mtoto wake. Yaani Badiledi amenipigia mimi video call na kunidhihirishia kwamba amemteka mke wangu na mwanangu. Sasa mheshimiwa, hapo unanisaidiaje? Nahisi kama kuchanganyikiwa. Ruben, hebu calm down. Pata kwanza maji, kunywa kwanza maji. Rais alizungumza huku akimkabidhi chupa ya maji Ruben. Ruben akanywa maji na kisha akashusha pumzi. Rais akafunga hilo boksi. Wamekupa masharti gani? Si wameiteka familia yako? Je, sharti gani jingine walilokupatia? Kwa sababu kila kitu watakuwa wamefanya kukushinikiza. Nataka kujua wamekupa masharti gani? Hapo Ruben alishusha pumzi taratibu huku akimtazama rais aliyekuwa anamtazama machoni. Ongea tu, kuwa mkweli, wamekupa sharti gani? Wanataka nikuue mheshimiwa, ili familia yangu iweze kuwa huru. La sivyo watamuua mke wangu na mtoto wangu kama nikikuacha wewe ukiwa hai.
Rais alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kwani kama ni kukamatwa, wamekamatwa eneo baya mno, eneo ambalo anaanza kuona dalili ya usaliti na maisha yake kuwa rehani kwa mtu anayemwamini kwa mambo yake, mtu ambaye sasa kichwa chake kimevurugwa kuanzia kuibiwa kwa pesa zao katika akaunti zao za siri na familia yake pia kutekwa. Je, rais ataendelea tena kumwamini Ruben mara baada ya Ruben kumweleza juu ya kazi ngumu aliyopewa ambayo ni kuchagua kati ya familia yake au rafiki yake ambaye ndo rais? Ruben, je, na wewe uko tayari kuniua? Sasa mheshimiwa, kama ningetaka kukuua mkuu, nisingekuwa hapa na tusingekuwa tunaongea. Wewe ndo msaada wangu kwenye hili mkuu. Ruben alizungumza kwa sauti iliyojaa mitetemesho ya uoga na uchungu ndani yake. Ebu nenda kakichome hiki kichwa moto. Napiga simu Marekani kwa barozi, afikishe swala la utekaji katika vyombo vya kijasusi na kuanzishwe msako. Mheshimiwa, rais wa Marekani ni Scorpion. Je, unahisi atatusaidia kwenye hili kweli? Nampigia Don El Chapo, kama yuko Mexico atatusaidia tu kwenye hili. Rais alizungumza huku akiingia katika kitabu cha kuhifadhia namba za simu katika simu yake. Akaipiga namba ya Don El Chapo, akaipiga namba hiyo na kweli ilianza kuita. Hola, Don Chapo. Hola ndugu yangu, unajua muda mrefu sana hatujawasiliana. Ni kweli ndugu yangu, naomba msaada mmoja bwana. Bila shaka unaweza zungumza. Sasa bwana, unajua kuna familia yangu, sio familia yangu mimi, ila ni familia ya kijana wangu, imetekwa na kundi moja la majambazi linaloongozwa na binti mmoja aliyeniteka, kama ulisikia ile taarifa. Ndio, mimi pata sikia ile taarifa. Okay, sasa bwana, mimi nahitaji msaada wako ndugu yangu. Wametekwa wakiwa wapi? Marekani, ila na imani ya kwamba kwa sasa watakuwa wapo Mexico. Sasa nyinyi mnabashiri ila hamna uhakika kama watakuwa wako Mexico. Yaani kweli hatuna uhakika. Sasa mimi tumia hizo picha za hiyo familia kisha mimi nitakurudia. Nashukuru sana ndugu yangu. Rais akakata hiyo simu, akapiga picha familia Ruben na kisha akaituma kwa Don El Chapo. Ruben, kwa sasa hivi hebu tulia kwanza. Na hao je waliokuwa na kufukuzia ni kina nani? Na hisi ni watu walioleta hiki kichwa na ni watu wa Badileni. Sikiliza Ruben, hakikisha unawapatia taarifa vikosi vyetu vyote vilivyopo hapa Dar es Salaam na uhakikishe kwamba wanatafutwa na wanapatikana na wanauawa. Sawa mheshimiwa. Ila mheshimiwa, kusema ule kweli kichwa changu kwa sasa kiko sawa. Basi wewe acha mimi niwapatie taarifa mimi mwenyewe. Sawa mheshimiwa. Ruben akalibeba boksi lenye kichwa cha mtu na akaelekea moja kwa moja katika eneo la kuchoma taka maalum ambazo jiko lake lipo mithiri ya tanuri. Akavaa pale gloves ngumu mikononi mwake, akalidumbukiza boksi hilo ndani ya tanuri hilo la moto lenye mfuniko mzito wa chuma. Akazungusha batani ya kuwasha moto kwa kiwango kikubwa na akafunga mfuniko huo, na boksi hilo lenye kichwa likaanza kuteketea. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy akizungumza. Roy alisikika akisema, kwa sasa hali ya usalama imeshakuwa mbaya, hivyo utaelekea Moshi wewe na Dogo Spana kwa ajili ya mapumziko. Naam, Roy alizungumza huku akiwa katika chumba alichokuwa amelazwa Spana. Nancy akauliza, na nyie je? Si mnataka tuondoke na nyie? Sisi tutabaki hapa shemeji. Kwa nini shemeji? Nancy alizungumza huku akimtazama Bobby kwa macho ya udadisi. Shemeji, sisi tunahitaji kupambana na hawa vichaa wawili. Kuendelea kuwaweka nyinyi kwenye hatari itakuwa ni jambo gumu kutokana na hali zenu. Hivyo mwelekee Moshi kwa mama na sisi tutakuja huko mara baada ya kila jambo kuweza kukamilika. Sawa shemeji, nimewaelewa, lakini muwe makini.
Ya mke wangu, tutakuwa makini. Roy alizungumza na kumbusu Nancy mdomoni mwake na kisha akamwambia, mke wangu, itabidi muondoke usiku huu. Jamani mme wangu, unajua siwezi kuendesha masafa marefu kwa hali nilokuwa nayo. Naamini katika vijana wako yupo unayemwamini. Ninaye mmoja. Mpigie akachukue gari nyumbani na aje hapa. Itabidi tumpitie na dada Magomeni kwa mama yake mdogo alipokwenda kusalimia. Sawa tu, ni wazo zuri pia. Nancy alipiga simu kwa askari. Jose? Naam mkuu. Upo wapi? Nipo nyumbani tu mkuu, ndo nimetoka hapa ofisini usiku. Sasa hebu nenda kwangu pale, kachukua ile Subaru yangu ile, uje hapa Kairuki Hospital, tuna safari. Ukija hapa nitakwambia ni safari kuelekea wapi. Sawa madam. Ukifika kwangu nitakuelekeza fungo zilipo. Sawa madam. Nancy alikata simu na kisha akampigia simu dada wake wa kazi. Dada, shikamoo. Mara bebu jiandae, tunakwenda Moshi. Dada, usiku huu? Mwambie mama mdogo nitakuja hapo muda so mrefu. Sawa. Nancy akakata simu. Sisi tutawasindikiza mpaka Segerea na kisha baada ya hapo tutarudi. Sawa shemeji. Kaka, itabidi tupitie laptop nyumbani. Nilikuwa nimeacha pale chumbani. Alafu Spana, umenikumbusha. Simu yangu unajua imedukuliwa. Utaangalia ni vitu gani vimefanywa. Kaka, imedukuliwa na nani tena kaka? Na Ruben. Na wanapata kila kinachoingia katika simu yangu. I say, nitaiangalia pale nitakapopata laptop. Wadogo, maumivu yako vipi lakini? Roy alimuuliza Spana aliyekuwa amekaa kitandani. Kaka, sindano uliokuwa umenichoma imekata maumivu yote. Okay, sawa. Muda huo simu ya Nancy ikaita. Jose? Mkuu, nimeshafika. Hebu angalia kwenye tairi ya mbele upande wa kushoto, ingiza mkono kwa juu utaona funguo. Inspector Jose akaipata funguo iliyokuwa imewekwa juu ya tairi. Ya madam, nimeipata. Okay, sawa, njoo nayo hapa Kairuki Hospital. Sawa madam. Nancy akakata simu. Okay, acha mimi nishughulikie swala la kutoka hapa tupate ruhusa. Bobby alizungumza na kisha akatoka ndani ya hiko chumba. Msikilizaji, upande wa pili, Ruben alikuwa akifungua mlango wa ofisi kwa rais. Ruben, vipi kile kichwa umeshakichoma moto? Ndio mkuu, kimeteketea. Ila mkuu, mimi nina wazo. Wazo gani? Mimi nahitaji tumteke Bobby. Yes, ndo ameiteka familia yangu. Yule mke wake kaiteka familia yangu. Si tumteke mme wake Bobby. Ruben, hilo mimi ninalipitisha kwa 100%. Wewe ndo unayemjua Bobby vizuri. Andaa kikosi chako cha kazi, nenda kamteke Bobby. Nashukuru sana mheshimiwa. Je, wanao kuinda itakuwaje sasa? Mheshimiwa, nitaacha gari yangu binafsi, nitachukua gari ya Ikulu. Sawa Ruben, lakini kuwa makini. Kumbuka na kutegemea Ruben. Asante sana mkuu. Ruben alizungumza huku macho yakiwa yamemjaa wekundu. Alitoka ndani ya ofisi ya rais na kumwacha rais akiwa na maswali mengi mno kichwani mwake juu ya utii wa Ruben kwa hiki kipindi cha matatizo yake. Ruben, ninapaswa kuwa naye makini huyu Ruben kuliko nyakati zote huyu jamaa. Yaani haiwezekani familia yake itekwe alafu bado eti yuko pamoja na mimi. Rais alizungumza hivyo kimoyo moyo. Madam, mbona kama vile hauna raha kabisa? Nataka kujua tumebakisha muda gani kufika Karachi? Tumebakisha masaa 2. Kwani madam una tatizo gani? Doto alimuuliza Bad Lady. Kiukweli namuwaza sana mme wangu. Kafanyaje? Naona kama yule mjinga anaweza kumteka Bobby.
Kwani una hofu na uwezo wa mume wako? Tumpatie vijana. Kwa uwezo wake Bobby yuko vizuri, ila kumbuka Ruben ameshika mpini na ana mamlaka ya rais nyuma yake. Hivyo wanaweza kumtumia vyombo vya usalama kumteka mume wangu. Sasa unaonaje nikamwekea backup ili tusije tukaingia kwenye wakati wa kuchagua kati ya familia ya Ruben na mumeo? Sawa, hebu wafuatilie, ila waambie wabadilishe magari. Ila madam, kumbuka hao wanao wafuatilie ni majasusi mkuu. Ni heri tukawaeleza nini kinachoendelea. Okay, sawa, ngoja nimpigie shemeji yangu. Bad Lady ilibidi ampigie simu Roy, na kweli simu ikapokelewa. Shemeji. Niambie shem wangu. Niko poa, vipi? Roy alizungumza huku akiwa ameiweka simu sikioni mwake, huku akitazama gari la Nancy lililokuwa limetangulia mbele wakielekea Magomeni kumpitia dada wa kazi wa Nancy. Shemeji, hivi uko na mume wangu? Na ndo anaendesha hapa, ngoja nimpatie simu. Hello mke. Mume wangu, kuna jambo nimelifikiria. Jambo gani? Tunahisi kama Ruben anaweza kuwadhuru, hivyo nimeshauriana na kakaangu hapa kuwawekea backup ya vijana ambao walikuwa wanamfuatilia Ruben. Mke wangu, usiwasumbue hao vijana, kwa sababu watakufa tu. Hii nchi si tunaijua vizuri kama tunavyojua viganja vyetu. Tumejipanga kwa kila shambulizi, hivyo wesikiliza nini tutakachoweza kuwafanya hao wajinga. Mume wangu, una uhakika? Kuwa na amani mke wangu. Sawa, sisi tutafika tunapokwenda muda so mrefu. Ukifika tu utanipigia. Okay baby. Na baadaye. Bobby alikata simu huku akipunguza mwendo taratibu. Wakasimama nje ya nyumba moja iliyopo Magomeni Mapipa. Nancy alishuka ndani ya gari na kuingia ndani ya hiyo nyumba na akasalimiana na mwanamama aliyekuwa amemkuta ndani hapo. Yule mwanamama alimkaribisha Nancy kwa kumwambia karibu sana. Asante. Pole sana mama kwa kuja usiku na kukatisha likizo ya udada. Hakuna tatizo kwenye hilo. Nancy akampatia mwanamama huyo shilingi 50,000. Mama, hiyo mtanunua tu mboga mamangu. Nashukuru sana, Mungu akufungulia hapo ulipotoa. Asante mama. Wakatoka ndani hapo na dada wa kazi. Wakaingia ndani ya gari huku dada wa kazi akiwa anamshangaa Spana kwa lile jeraha lake. Hai Spana, imekuwaje tena? Nitakueleza bwana mbele ya safari. Spana alizungumza huku akiweka mguu wake katika mapaja ya huyo dada wa kazi. Kale katoto ni kazuri. Roy alizungumza huku akiendelea kufuatilia gari la Nancy kwa nyuma. Umeanza ndugu yangu. Umekaonaje? Mwache Spana changamkie. Unajua Bobby, Spana anamuona kama dogo moga hivi kama domozege. Alafu madomozege wengi ndo hula piskali, sasa kama ulikuwa hujui. Naam, zilikuwa ni story kati ya Bobby na Roy. Na Bobby alizungumza na kumfanya Roy kucheka sana. Wakafika nyumbani kwa Bobby. Wakashuka ndani ya gari na kuingia ndani. Kila mtu alivaa pale jacket la kuzuia risasi, huku kila mtu akichukua bunduki kubwa pamoja na bastola. Laptop yake ni hapa. Roy alimuonesha Bobby laptop ya Spana. Wakatoka ndani hapo na ndipo Bobby akampa Spana laptop yake na kisha akaingia katika gari lao na safari ya kuondoka jijini Dar es Salaam ilianza. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Mkuu, kuna taarifa nimeipata. Msaidizi wa Nadia alizungumza huku akimtazama usoni mwake. Nadia akauliza, taarifa gani? Nadia aliuliza huku akiacha kusoma kitabu alichokuwa amekishika mkononi mwake. Madam, kuna timu inawawinda wale vijana wawili, Bobby na Roy. Na ndani ya hiyo timu kuna vijana wetu wawili na wanasema wamepewa maagizo ya kuwateka Bobby na Roy. Nani katoa hiyo amri? Ruben. Kwa nini? Wanadai ya kwamba familia ya Ruben imetekwa na Bad Lady. Hivyo wanataka kuwateka hao wawili ili kumshinikiza Bad Lady kuiachia familia ya Ruben. Na kitu kingine ni kwamba
wameidukua simu ya Bobby na wanamuona kila anapoelekea. Mbona wa jamani wajinga kiasi hicho? Nadia alizungumza huku akiitafuta namba ya Roy katika simu yake. Kwa hiyo wameshaanza kuwafuatilia? Ndio. Nancy akaipiga namba ya Roy, kweli ikaanza kuita. Hey Roy, ni mimi naongea. Aha, madam, habari yako? Mpo wapi? Tunavuka daraja jipya la Awami, tunaelekea Segerea. Sasa nisikilize Roy. Kuna taarifa imenifikia hapa. Ruben ametuma kikosi cha watu kinawafuatilia na lengo lao ni kuwateka. Hivyo kaeni makini kuliko vile mnavyofikiria. Roy kwanza katazama nyuma. Kwa mbali kwenye mlima wakaona gari 6 zilizokuwa zimewasha taa zikiwafuata kwa nyuma, huku akiwa ameachwa umbali wa kama mita 400 tu hivi. Roy akasema, nashukuru sana madam kwa taarifa hiyo. Ngoja sasa tuwaoneshe kwamba maharage sio nyama, japo zote ni protein. Maneno ya Roy yalionyesha yuko tayari kwa huo mpambano, yakamfanya mpaka Nadia tabasamu, kwani ukichawa Roy alishawahi kushuhudia kwenye operation ya kumwokoa rais. Bwana, Ruben ametuma kikosi kikamteke Bobby pamoja na Roy. Sasa Roy na Bobby wako pamoja, wamejipanga kwa mashambulizi ya aina yoyote yanayokwenda kuwatokea. Unahisi nini kitatokea? Ile timu iliyotumwa ikamteke Bobby, rezi itafanikiwa? Hebu usikose kuungana nami katika sehemu ya 26. Mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game imetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Mambo ni matamu kudadeki. Roy anakuambia, madam, acha waje. Mtoto kautaka. Wache waje. Sio wanataka kututeka. Si wenyewe ni watekaji, alafu wanataka kututeka. Wache waje. Tuwaonyeshe kwamba maharage sio nyama, japo na yenyewe pia na protini kudadeki.